tunaifanya kwa ajili ya kuwatangazia Watanzania. Mimi nilioko mbele yenu ninaitwa Festo Richard Sanga, ni mbunge wa jimbo la Makete na mwenyekiti wa bunge Sports Bonanza na bunge Marathon. Ninayazungumza kwa niaba ya Mheshimiwa Spika Dr. Tulia Ackson Mwansasu ambaye yeye ndio mwenye maono na ndio mwenye bunge Marathon. Kwa hiyo tumeita leo kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu bunge Marathon. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi kama bunge tumeandaa tukio la bunge Marathon ambalo linatarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tukio la bunge Marathon ni tukio ambalo kwa mwaka huu linafanyika kwa mara ya pili. Mwaka jana tulifanya na tulipata wahudhuriaji waliokimbia zaidi ya 3,000. Na mwaka huu tunaifanya kwa mara ya pili na tukiwa na matarajio ya wakimbiaji zaidi ya 5,000. Bunge Marathon ni mbio ambazo zinahusisha kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Na ni mbio ambazo ni international standards kwa maana zinazingatia taratibu zote za marathoni duniani, na marathoni yetu ni marathoni ambayo pia imesajiliwa katika marathoni ambazo zipo katika taifa letu la Tanzania. Na tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 2025 ndio tukio itafanyika pale Dodoma. Marathoni yetu iko katikati mwa nchi, makao makuu ya nchi Dodoma, ambako pia bunge la Jamhuri ya Muungano inafanya kazi zake pale. Ndugu waandishi wa habari, kusudi la marathoni hii ambayo imeanzishwa na Mheshimiwa Speaker Dr. Tulia Ackson, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, target kubwa kwanza ni kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki kwenye michezo, wanashiriki kwenye mbio, lakini wanashiriki kwa kujiweka afya sawa kwenye kuhakikisha kwamba wanashiriki marathon mbalimbali. Kwa sisi kama bunge tunaifanya hii kwa ajili kwanza kuimarisha mahusiano yetu na Watanzania, mkikumbuka kwamba bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni bunge la wananchi. Kwa hiyo tunategemea marathon hii pia inatuleta pamoja sisi pamoja na Watanzania wenzetu. Lakini marathon hii inahusisha Watanzania wote. Maana ukishasema bunge marathon watu wengine wanatafsiri kama ni inahusisha wabunge tu. Hapana. Watanzania wengine wote pale walipo ndani na nje ya Tanzania. Si tu Watanzania pia na wa mataifa mengine. Kwa sababu mwaka jana pia tulikuwa na watu kutoka Kenya, kutoka Sudani na nchi zingine huwa wanashiriki. Kwa hiyo ni marathon ambayo inajumuisha watu wote. Na marathon yetu ni marathon ambayo pia imebeba agenda ya ujenzi wa shule ya Bunge Boys Secondary School. Fedha ambayo inapatikana kupitia marathon hii ni fedha ambayo pia tunaielekeza kwenye ujenzi wa sekondari ya wavulana pale Dodoma. Na mnafahamu kabisa bunge letu lilijenga shule ya wasichana, Bunge Girls Secondary School. Lakini katika kuleta usawa na kubalance utoaji wa huduma na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kuwekeza kwenye elimu, Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia aliona ni vema kujenga pia shule ya wavulana. Manake tumeona kampeni kubwa ambayo tumewekeza kwa ajili ya mtoto wa kike, lakini pia tumeona sio vizuri kumwacha mtoto wa kiume nyuma, kuhakikisha kwamba tunajenga miundombinu ya shule ya wavulana pale Dodoma. Na taratibu zote zimeshakamilika na shughuli zinaendelea. Kwa hiyo fedha inayopatikana kwenye bunge marathon itakuwa imeelekezwa hapo kwa ajili ya ujenzi wa shule. Na wakimbiaji wote tunawatangazia kwamba bunge marathon utajisajili na kwa gharama shilingi 40,000 tu, na utaweza kupata kits za kukimbilia na huduma zingine mbalimbali ambazo zitapatikana pale uwanjani. Lakini naomba nitangaze kwamba kidogo hii ndio marathon ambayo ina zawadi ya papo kwa papo nzuri na inawafanya wakimbiaji pia waongeze ari ya kukimbia. Ukiangalia aina ya zawadi ambazo tunazo kwenye bunge marathon, kwa mkimbiaji wa kilomita 21, mshindi wa kwanza na atajichukulia cash siku hiyo itakuwa ni shilingi milioni 5. Na mshindi wa pili atachukua milioni 3 na mshindi wa tatu atachukua milioni 1.5. Lakini kwenye kilomita 10 mshindi atachukua milioni 2, mshindi wa kwanza, mshindi wa pili atachukua milioni 1.5 ambayo ni 1.5, na mshindi wa tatu atachukua milioni 1. Na kwa kilomita 5 ambazo tunaamini watu wengi watakuwepo sana kwa hizo mbio, ikiwemo pia waheshimiwa wabunge, mshindi wa kwanza utakuwa ni shilingi milioni 1.5, na mshindi wa pili itakuwa ni milioni 1, na mshindi wa tatu itakuwa ni shilingi 500,000. Na katika mbio hizi zote tuliona ni vema pia
mshindi namba 4 hadi mshindi namba 10 kwenye hizi mbio asiondoke mikono mitupu, angalau apate shilingi 50,000 kila moja kwa ajili ya kifuta jasho. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wakimbiaji wote kuhakikisha kwamba wanajisajili kwenye mfumo ambao uko tayari hewani kupitia mfumo wetu wa Bunge Marathon, na wakiingia kwenye website yetu ya www.bunge, ataingia pale atakuta kuna issue ya marathon, anajisajili hapo na atapata nafasi ya kujisajili. Ndugu zetu, kwenye hili tukio tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali, na taasisi nyingi zimejitokeza kutuunga mkono sisi kama Bunge kwenye kudhamini, lakini pia kuhakikisha kwamba nao wanashiriki katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye kuboresha mazingira ya elimu kwenye nchi yetu. Kumbuke Rais amewekeza fedha nyingi sana kwenye ujenzi wa mashule, lakini pia kwenye ujenzi wa madarasa, lakini kwenye kuajiri walimu na kuhakikisha kwamba sekta ya elimu inaweza kufanya vizuri. Na waliotudhamini wa kwanza ambao ndo mdhamini mkubwa zaidi kuliko dhamini wengine hadi sasa ni GSM Foundation. GSM Foundation imetudhamini kits ambazo mnaziona hapa mbele yetu, na tutawaonyesha baadaye, lakini wadhamini wetu ambao tuko nao wengine ni kutoka Peramiho DJs. Hawa Peramiho wao watatoa mfumo wa sauti, kwa maana sound system yote kwa ajili ya tukio la marathon, na tutapa nafasi pia ya kuzungumza. Na pia tuna wadhamini wengine kutoka mfuko wa taifa wa bima ya afya ambao pia wametudhamini kwenye hili tukio, kwa sababu najua wao wanatambua kwamba sisi kama Bunge tunawekeza mamilioni ya fedha na mabilioni ya fedha kwenye sekta afya. Ukienda kwenye Bunge ile budget inaloanza, ukifuatilia kwenye Wizara ya Afya, fedha nyingi tutaipeleka kwa ajili ya matibabu ya magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Mtu ana pressure, mtu ana kisukari, mtu ana uzito uliozidi. Haya yote bima afya wanahakikisha kwamba wana support jitihada za serikali kuhamasisha watu wafanye mazoezi, ili gharama kubwa ya fedha isielekezwe huko, tuelekeze kwenye maeneo mengine. Nao pia tutapa nafasi ya kuzungumza. Zaidi ndugu zangu ni kwamba GSM Foundation pia baada ya kudhamini kits, wamedhamini maji ya kuhakikisha kwamba siku hiyo wakimbiaji wote watakao kuwepo pale kwenye viwanja vya Dodoma kuhakikisha kwamba wanapata maji ya kutosha. Lakini hadi sasa tuna uhakika ndugu zetu huwa tunafanya nao kazi, watu wa Toyota Tanzania ambao pia wanadhamini michuano na mashindano haya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatoa magari yale ambao wanatangulia mbele na wanakuepo nyuma. Mbali na hapo kuna taasisi zingine ziko nyingi ambazo zimejitokeza kwenye. Kwa ndugu waandishi habari, hiyo ndo agenda ambayo tuko nayo sisi. Bunge Marathon ni sasa, na vituo vya kuuzia tickets vitakuwepo hapa kwenye ofisi ya Bunge Dar es Salaam. Tutakuwepo Mlimani City, tutakuwepo Shoppers pale Dodoma, tutakuwepo ofisi za Bunge pale Dodoma, lakini tutakuwepo uwanja wa Jamhuri na jengo la Safina House pale Dodoma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Watanzania, mjisajili kwa wingi, mjitokeze kwa wingi. Kauli mbiu yetu, njoo ukimbie na mbunge wako. Asante. Tulipofanya mazungumzo na wenzetu wa ofisi ya Bunge kupitia kamati ya michezo chini ya uongozi wa Mheshimiwa Festo, wakatuambia wazo lao la kufanya Bunge Marathon, lakini zaidi ambacho kilituvutia ni lengo kuu la marathoni hii ambayo ni kama ambavyo amesema ni kukusanya fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ya watoto wa kiume ya Bunge. Kwa hiyo kama ambavyo wengi mnafahamu, sisi GSM Foundation tunafanya kazi katika maeneo mbalimbali, na moja ya maeneo ambayo tunafanya kazi ama tuna support initiatives ni maeneo ya elimu, lakini pia maendeleo ya michezo. Kwa hiyo kwetu sisi Bunge Marathon inabeba ajenda zetu zote mbili za taasisi, moja ikiwa ni eneo la afya na michezo, lakini pia upande wa elimu. Kwa hiyo kama ambavyo amesema, tumefurahi sana kupata fursa hii ya kushirikiana nao katika kufadhili marathoni hii, Bunge Marathon hii ya mwaka 2025, na kama ambavyo amesema tumeweza kutoa kits, tutasupport kits zote za marathon hii, na tayari tunayo sample hapa Mheshimiwa, kwa ridhaa yako baadaye tutazionyesha. Lakini pia kama ambavyo amesema rais wetu wa makampuni ya GSM Group of Companies, rais mwenye ara ndogo Mr. Ghalib Said Mohamed, kupitia kampuni yetu ya GSM Beverage tutatoa maji ya GSM, ambapo washiriki wote 5,000 na zaidi ambao watashiriki katika marathon hii watapata nafasi ya kukata kiu na maji yetu ya GSM. Baada ya kusema hayo, labda Mheshimiwa, kwa ridhaa yako tuonyeshe kits zetu za marathon.
Hii ndo kits yetu ya hii ndo kits ya Bunge Marathon. Unaweza kushika tu yes. Tutaionyesha na nyeusi pia. Jamani, mnaona kits yetu ni nzuri, standard, ubora umezingatiwa. Hongereni sana GSM na tunawashukuru sana kwa tukio zuri, na sisi kama bunge tunashukuru kwa Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Spika tutaleta shukrani zaidi tukionana. Na hii ni namba 1, na hii namba 1 inaenda pamoja na mfuko wake jamani. Huu ni mfuko ambao mtu mkimbiaji huwa anaweka maji, anaweka matunda. Bima ya Afya, Dr. Irene Isaka. Sisi kama mfuko tulipata taarifa kuhusu lengo kuu la mbio hizi, na tuliona ni vizuri kabisa kujiunga nao, kushirikiana nao, kwa sababu ni jukumu la mfuko kuhakikisha kwamba jamii inakuwa na afya iliyo bora. Mfuko unafanya kazi chini ya sekta ya afya, lakini kutokana na kazi zake sekta mbalimbali zinahusika pia. Kwa upande wa shule, mfuko una wanachama ambao ni wanafunzi, ni kundi la muhimu sana kwenye ambao ni kundi la wanufaika wa mfuko. Kwa hiyo tuliona ni vyema tukasupport lengo hili la hii marathon, kwa sababu kwanza linasaidia kuimarisha afya bora, kupunguza magonjwa sugu yasiyoambukizwa, lakini vile vile kusupport kundi muhimu la wanachama wa mfuko ambao ni wanafunzi. Kwa hiyo sisi kama mfuko tumetoa kiasi cha fedha na tutaendelea kusupport kwa kuungana nao kutoa taarifa hii kwa wadau wetu wote, lakini vile vile kuhakikisha swala hili linajumuishwa kwenye platforms mbalimbali ambazo tunazo kwenye mfuko, ili kuweza kutoa taarifa hii kwa wadau mbalimbali na wenyewe wajiunge, wakimbie. Afya ikiimarika katika jamii yetu, maana yake na sisi kwenye mfuko tunakuwa na wanachama ambao wanakuwa na afya bora. Mfuko unazidi kuwa na nguvu na uimara zaidi wa kifedha, kwa kuwa na wanachama wachache zaidi ambao ni wagonjwa kuliko wale ambao wenye kuugua magonjwa sugu ambayo tunajua yana gharama kubwa. Kwa hiyo tumeona ni vizuri kabisa, tutaungana nao kuanzia sasa mpaka hapo itakapohitimishwa, na tunategemea kwamba kutakuwa kuna manufaa mazuri katika jamii yetu ya Tanzania. Asante.